ufalme ni wa Allah subhanahu jalla jalalu, na ufalme ambao unapewa kwa wanadamu ni ufalme kadhalika unaotoka kwake, na yeye al-Haqq tabaraka wa taala Malik al-Mulk, yeye ndiye anayepeana ufalme kwa mtakaye. Kwa hiyo tuna mambo mawili katika swala hili au katika nukta hii. Nukta ya kwanza ni kwamba ufalme ni wa Allah subhanahu, na hii ni nukta muhimu sana, lazima wana Adam hasatan wa Islam waifahamu kwa undani, kama ambavyo tunatakiwa tufahamu ya kwamba almal malullah, hii mali tulionayo sisi waja yote ni mali Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi wanadamu tumejaliwa kuwa katika mali hii ni kama waakilishi wa Allah subhanahu wa ta'ala, mustakhlafina fihi. Allah azza wa jalla ametufanya sisi ni ukala, ni wasimamizi wa mali hii, na ndio maana tutakwenda kuulizwa kuhusu hii mali, maana si yetu. Ikiwa unajiuliza kila siku ليش usal يوم القيامه عن مال وهذا المال مالي, kwa nini nitakwenda kuulizwa siku ya kiyama kuhusu mali na mali yangu? Naqul akhtat, umekosea. Almal lam yakun malak, hii mali haikuwa mali yako. Almal malu man? Malu Allah azza wa jalla. Hiyo ni aya ya Qur'an inasema wa atuhum min mali llahi alladhi ataakum. Mali llah, idhan almal malu Allah azza wa jalla, laysa mal ahad. Sisi waja tumejaliwa kwamba ni mawakili, mustakhlafin fi hadha almal, wakala. Wakil ni agent, sisi ni maagent wa Allah azza wa jalla katika hii mali yake, na ndio maana ana haki subhanahu jalla jalalu an yasalak an hadha almal min aina iktasabtahu wa fima anfaqtahu, ulipata vipi na ulitumia vipi. Wa kullu ahad yusal yawm alqiyama hadha sual, kila mmoja siku ya kiyama atakwenda kuulizwa hili swali, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Kadhalik almulk. Sasa hivi tulivyosema kuhusu mali ndivyo inavyokuwa katika ufalme. Almulku mulku Allah, ufalme kadhalika ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dalili ya maneno haya, wallahu yuti mulkahu, wallahu yuti mulkahu, Allah azza wa jalla upeana ufalme wake. Idhan almulk lillah subhanahu wa ta'ala, ufalme ulioko kwa mwanadamu yoyote ni ufalme wa Allah jalla jalaluhu. Yeye ndiye aliyempa ufalme ule yule mja, ule ufalme ni wake subhanahu wa ta'ala, unatoka kwake, na yeye ndiye mmiliki wa ule ufalme wa mfalme yoyote yule. Ndio maana Allah azza wa jalla Malik al-Mulk, na ndio maana katika tauhid tunasoma katika somo la mambo au masala ya alfadh, katika mambo ya alfadh, taadduban ma'a Allah, ta'dhim